imani iletayo ushindi ni imani katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza, imani iletayo ushindi ni imani ya kuishi nayo na kufa nayo. Hilo ni jambo zito. Hauwezi ukapata ushindi wa imani ambayo unaiacha. Unamwamini Mungu asubuhi, mchana umemwacha. Unamwamini Mungu mchana, jioni hauko naye. Unamwamini Mungu asubuhi, usiku uko kwenye ununguli uyeye. Umemwamini asubuhi, usiku upo unapaa. Olimunogya Sudani mbonu gwara ile na arara mwa norotu kugamba tuti imani uleta ushindi. Alimunagira ati kyonka baba ile baija kuntenekera Namibia. Kumbe huyu tunasema imani uleta ushindi, yeye anasema mizimu na kupaa uleta ushindi. Mungu akusaidie na anisaidie tuwe na imani inayoleta ushindi, iliyo ya kuishi nayo na kufa mpaka saa ya mwisho. Ule ushindi wa imani unaupata kama umekuwa na imani mpaka dakika ya mwisho, bila kurudi nyuma, bila kuenda pembeni wala ubavuni. Ukawa na imani ya warokole wa kwanza waliosema msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi. Nilichogundua, sauti inayoongoza zote ni ya kwanza, kwa kuwa kina mama ndio wengi. Ya kwanza ndio inaongoza, inasema sitarudi. Sasa kwa kuwa akina baba besi imekosekana, nitatumia maiki hii kusaidia uwalu, umoja wa wanaume wa Luteri Diocese ya Kaskazini Magharibi. Haya, msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Wale walio na umuhimu wa kwamba imani ni ya kuishi nayo na kufa nayo upate ushindi, wakasema sitarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani hii ya kuishi nayo na kufa nayo ndiyo iletayo ushindi. Jambo la pili, imani iletayo ushindi ni imani inayokuonesha usalama ambapo hakuna usalama. Upo unamzika mtu, unasema iwerufu oruburi rwawe rulia kandi okuri muno ochura iwerufu oruburi rwawe rulia. Unaona usalama ambapo hakuna nini? Ambapo hakuna usalama. Ni kwa sababu ya imani tuliyoumbiwa inayotuonesha hata matumaini ngambo ya kifo, ngambo ya kaburi. Mungu atupe imani ya kuona kwamba tuko naye katika kuishi na katika kufa. Inatuonesha usalama ambapo hakuna usalama. Lakini kwa sababu ya imani na matumaini tuliyoambiwa na Mungu kupitia neno lake, kupitia manabii, kupitia mitume, kupitia watumishi, tunakuwa na imani inayotuonesha usalama ambapo hakuna usalama. Imani inayotupa matumaini ngambo ya kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, imani yenye ushindi ni imani inayotupa fursa ya kumtegemea Mungu wakati wa shida na raha, bila ya kugeuka wala kuwa kigeugeu wala kuandumia kuwili. Hii ndiyo imani mlioitaja katika imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na wakati fulani tukaimba wimbo wa imani hiyo, sema na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi.
na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu. Huyu ndiye tunaye muamini na kuona kwamba yeye ni wa kutegemewa daima, wakati wa shida na wakati wa raha. Jambo la 4, imani inaletayo ushindi ni imani kama ya Hana. Mama huyu Hana alikuwa hajapata mtoto kwa muda mrefu, na mke mwenza Penina alikuwa anamdhihaki, anamdharau, anasema wewe si kitu. Huyu mama Hana, ukisoma katika Biblia, akawa anaomba na kusali kwenye kanisa kama hili, anaomba kiasi kwamba na midomo inatetemeka, mpaka kuhani Eli akasema, wewe mama, mbona ni kama umelewa divai? Huyu mama akasema, sijalewa, nipo namuomba Mungu wangu alikinipatia mtoto awe nabii na nitamuita Samueli. Ikimaanisha Mungu amesikia na Mungu anasaidia na Mungu ameniona. Na Mungu akamtendea muujiza, akamzaa mtoto, jina lake Nabii Samueli. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya hilo. Inawezekana na wewe unaomba mpaka wanasema umekuwa mlevi. Uwe mlevi kwa ajili ya Yesu, na saa ya mafanikio imekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndiyo imani iletayo ushindi. Aliyekuwa hana mtoto amepata mtoto. Ni imani kama ya Ibrahimu ambaye alimtii Mungu, akawa tayari kutembea kwa mguu kilomita 1800, kama kutoka Kampala ukaja kwa mguu kupitia Bukoba unaenda Dar es Salaam. Na Mungu alipoona imani yake, mtu asiye na mashaka, asiye na wasiwasi, asiye na woga, katika Mwanzo 12:1 hadi 4 anasema, kwa kuwa umenitii, kwa kuwa umeamini, kwa kuwa una imani iletayo ushindi, atakaye kubariki nitafanya nini? Nitambariki. Na atakaye kulaani atalaaniwa. Ninyi wenye imani ya ushindi, baadhi yenu kwa kujua au bila kujua mmekuwa mkilaniwa, lakini hamlaaniki kwa ajili ya imani mlio nayo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine maskini wamekuwa wakirogwa, tena sio kurogwa tu, wanarogwa, lakini hamtarogeka, maana imani mlio nayo katika Kristo inawaletea ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Ibrahimu kwa imani iletayo ushindi anabarikiwa na kupata mtoto uzeeni, jambo lisilo la kawaida. Imani iletayo ushindi ni kama ile ya Joshua, ambaye akiwa anawaongoza wana wa Israeli kuelekea nchi ya Kanaani, alipoona wengine wanaanza kuamini mizimu ya Baali, wengine wanakengeuka, wengine wanapotea, akawaambia, mchagueni hivi leo mtakayemtumikia, kama ni kutumikia Baali au Mungu aliyewaokoa kutoka Israeli, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hii ndiyo imani iletayo ushindi. Ni imani kama ya Ayubu maskini, ambaye alifiwa watoto wake wote, akafiwa mifugo yake yote, akaugua ugonjwa unaotesa, akaambiwa iache imani ufe, mkufuru Mungu na ufe. Alisema, sitamwacha Bwana mpaka saa ya mwisho. Ayubu 42, Mungu anamrudishia maradufu vyote alivyokuwa navyo, kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa Mungu, asiyeyumba kwa sababu ya matatizo. Siku hizi tuna watu ambaye akiugua mkono tu na hajapona anahamia dhehebu lingine. Akiugua baadaye mguu kwenye hilo dhehebu analia ama anaenda lingine. Akiugua pressure akawa hajapona tu anahamia dhehebu lingine. Akiugua jicho sema na vile. Lakini Ayubu alisimama imara. Na wimbo tunao unasema, lakini Ayubu hakumuacha Bwana, alisimama imara. Lakini Ayubu hakumuacha Bwana, alisimama imara. Kuna aliyeimba wimbo huo sasa hivi, lakini saa 10 ni kwa kuwa labda mnada utatuchelewesha.
saa 10 angeenda kwa waganga wa jadi. Kabla ya waganga wa jadi angeenda madhehebu yaliyokuja mapya. Na kule anakuta lugha ilisha badilika. Sisi tukisema Mungu akuponye, kule wanasema nanga hakapenya yechokoroko banto kabarora hui. Atiraba egemigambire abamboba inamani rundi bashaba tibyabage yahinduka isa 12 mu Waigoro yagya umbatambi bekyaro. Abo nabo barahindwira rurimi bakutinise otine bagira bati otie shangazi yako ndiye anayekuchawi. Oti shangazi katengazi ya kunyitata reta ng'ombe wale mbuzi kandi yanunjuka shumbiriro kaziro mwarambe niwe yaleta 5 ati atwayombeka 5 kionko tusibire na wantu oya lakini Ayubu hakumuacha Bwana alisimama ima. Kakubona titwao yage aya kakubona titwao atamunesha shauti yakashata alisimama imoro omukiro ebyo twaba twagambire ngugo na arara na gyambea na gyambea orauliro mbyombo bye habari bati yagwasongea aliyo bakweta aguire mambaza vipi mama unatokea wapi? Mimi sasa hivi ninatokea huko Kilimanjaro. Kumetokea tatizo gani? Nilikuwa napaa kwenye ungo, kuna aliyenikorofisha nikaanguka. Kwa hiyo hizo ndizo changamoto tunazozipitia. Matokeo yake tumekuwa na Waruteri saa 4, wa Pentekoste saa 8, huyo mtu mmoja saa 10 shahidi wa Yehova, saa 1 msabato, usiku mfumu. Matokeo yake huyo akiaga dunia, wanasema hakuna msiba usio na mwenziwe. Akiaga dunia tu matatizo yameibuka. Kila dhehebu linasema ni sisi tutamzika. Waruteri wanasema tutamzika sisi. Wasabato wanasema tutamzika sisi, tulisali naye. Wapentekoste wanasema tutamzika sisi, tulikuwa naye kila mara saa 10. Wa SDA wanasema tutamzika sisi. Marehemu hasemi tena, ametuachia mgogoro, amenyamaza, ni kama anasema kamurakere rwambanukire. Ebyo byona kozi yo mbiruge mu mgiye muzike ebyo bireke. Muri bibonaga kiro kyenzindu akuyimbuka. Huyu ameiacha imani iletayo ushindi kwa sababu ya kutapatapa. Na kwa hiyo Ayubu ni mfano mzuri wa imani iletayo ushindi. Hakuyumba, hakutapatapa. Ni kama alifuata jina la mwaka lililosema kuatirao. Ni kama alifuata jina la mwaka lililosema leka kutangaliwa. Ni kama aliimba wimbo wa kwaya walioondoka nao unaosema heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Bila kujali kitu. Nikafikiri kung'ang'ania kwa Yesu ni kushikamana naye hivi kama nilivyoshika maiki hivi. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Heri kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Bila kujali. Ng'ang'ania kwa Yesu wako mpaka saa ya mwisho bila kung'ang'ania kitu chochote. Bwana Yesu asiwe sana. Imani iletayo ushindi ni kama tulivyosikia katika somo letu la leo, linaloonyesha wanafunzi wakiomba Yesu tuongezee imani. Na jibu la Yesu ni la kimbingu na la ajabu, maana yeye ndiye anayeaminiwa na ndiye anaongea na wenye imani. Sasa akisema laiti
mngekuwa na imani ndogo kiasi cha punje ya haradali, mngehamisha hata mkuyu huu ukaenda baharini. Mahali pengine sema mngehamisha milima. Na kwa hiyo ndiyo imani iletayo ushindi. Na huyu mshindi Yesu katika Yohana 11:25 anasema, mimi sasa ndiye ufufuo na uzima, aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda jambo la 6. Imani iletayo ushindi inaonekana matunda yake. Katika somo letu Matendo ya Mitume 14:8 hadi 13 tunaona matunda ya imani iletayo ushindi, pale ambapo kiwete yule mlemavu mwenye imani lakini anapewa uponyaji wa Mungu kwa maombi ya mtume Paulo aliyemwangalia kiwete kuona kama ana imani. Baada ya kuona ana imani akasema, inuka uende, imani yako imekuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani hii iletayo ushindi ilimfanya Daudi amtegemee Mungu kama mlinzi wake ambaye umletea ushindi. Ukisoma Isaya sura ya 17 yote, Isaya 17 yote, sura ya 17 yote inaonesha ushindi aliyoupata Daudi. Inaonesha ushindi aliyoupata Daudi baada ya kummaliza adui Mfilisti Goliati. Ukisoma pale unaona kweli ni imani iletayo ushindi. Daudi katoto kadogo kalipokuwa kanachunga ng'ombe, walikuja simba na dubu. Kwa imani kalio nayo kaliuaua simba, kalimuua simba na dubu. Kakakuta kaka zake ni wanajeshi wanapigana, lakini wanaogopa, wanamkimbia Goliati na Wafilisti. Daudi akawaambia, kaka zangu mbona mnakimbia? Daudi akaenda kuomba kibali kwa mfalme Sauli aruhusiwe kwenda kumpiga Goliati. Mfalme Sauli anamwambia Daudi, mbona wewe ni mtoto mdogo na nikikuvika vazi la vita hata alikuenei? Akasema, nina imani katika Mungu nitafaulu. Akasema, nenda hata kama utaenda bila nguo za kijeshi. Alienda na mawe 5 tu, lakini jiwe lililotosha kumuua Goliati ni jiwe moja tu. Imani iletayo ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katoto kadogo kakamuua Goliati kwa jiwe moja. Ndiyo maana tunasema yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani. Ni maombi yangu kwa Mungu, yale ambayo yamekuwa yakikusumbua, kupitia imani na neno hili yafanikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote yawezekana kwa imani. Shikamana na Mungu, muamini Mungu, mtegemee Mungu, utavuka salama. Daudi huyu katika Zaburi ya 18 mstari wa 29 anasema, kupitia nguvu za Mungu hata likija jeshi kubwa kiasi gani tutavuka ukuta. Kuvuka ukuta kwa sababu ya imani. Hata wewe ukipiga picha, Mungu amekuepusha mengi, amekuvusha mengi. Ni kwa kuwa ubongo wetu umeumbwa kuwa unasahau ili uingize mambo mapya. Sasa katika hatua ya kusahau ili uingize mambo mapya, unashtukia yale yote umeyasahau. Norwa bairoli murwa iroli kubinoga ya tingo manyanga ndakira munshabire hele wakizire mwana no tambuka no kujuka nkoko wakizire to kibijuka anga tulimuni tuwikia umfano kurungi tulimuni tuwikia kyonkari ura kumara no mwaka utamanyine nkoli muno iki na mwali uro abaye manyanga iki uro na bigamba aho tulimuntu fomora de olio anga olio no magambo yemo kuoya no kutere byombo kyonka kumbe kazi oli muno gira abandi babijukamua okumanyoko oli muno ikia. Yani ni mtihani mkubwa kubijuka. Iso kubyama nkafire leba ngugo na agona yagire na buraya takagiagaye kakuimukati ngugo alianunjwa alikashumbirira aweza buli ya 12 nemo
yagira ati nitayainua macho yangu tu nitazame, msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyezumba mbingu na nchi, asiyerara ninapo la rotu kubyama tuisha nabafire ngugwa norota no pata maera ko kuimukatigalio kani ko kurota no kojora mkojo gushangao. Ndio maana wametuambia hata hizi ndoto tusiziamini sana, maana zinaweza zikapotosha. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa Daudi akapata ushindi, lakini maskini ushindi ukamletea shida. Watu walipompenda wakamshangilia, Mfalme Daudi akapanga kumuua mara 3. Anapanga kumuua mara 3, lakini anashindwa kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani ya Daudi na ulinzi wa Mungu. Na kwa sababu hiyo Daudi katika Zaburi ya 46 mstari wa 1 hadi wa 2 anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa nini? Wa mateso. Na anaongeza anasema, hata milima ikiyumba, hata mbingu zikitikisika, hata bahari ikitikisika, sitaogopa. Haya huwezi ukayasema kama hauna imani ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi katika Zaburi ya leo anasema maneno mazito. Zaburi ya leo, Zaburi ya 119 mstari wa 113 hadi 120 anasema, Mungu hututegemeza. Ndiye anayetulisha, ndiye anayetunywesha, anawezesha kilimo, anawezesha ufugaji, anawezesha biashara, wengine ajira, kupata kanguo, no kupata akendo. Binyali aliomba linda giroku umuri Papua, nkashanga habajuire nkamwa mwakobe muri yo mujuire cyongamba teko tushekeyanda no tunyasi semwezo wakwiziro ukashituka no abaweshe semwezi shitua izo zoba kutaho tunyasi cyonkai were mutaire moto endo turungi otundo tuanjano twa kijani pinki. Mungu anatutegemeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatutegemeza na kuwe kibanja no temka mono tema mokatoke kiribwa abandi kikwara bitoke bikawa birebi akafia. Bagambano mwana wa bwaya akabana yegoru waya nagambati mama tote kyonkamwe no mwangu nagamba mama tuiche niyo mtuishe. Mbali bakulya muno bugali ngwa bana tibakigamba mama tote ni mama gali. Kwa hiyo anatutegemeza, anatulisha, anatunywesha, hajatuacha yatima. Lakini Zaburi ya leo hii mkiangalia vizuri ina maneno mazito. Inasema Mungu hapendi matumaini yetu yaaibike. Hapendi tuaibishwe kwa matumaini yetu. Hapendi tuaibishwe kwa imani tuliyo nayo. Anapenda tuvuke salama. Anapenda tumalize mwendo salama. Na ndio maana Zaburi nyingine ya 31 mstari wa 1 hadi wa 24 anasema, nimekukimbilia ewe Bwana nisiaibike. Nimekukimbilia. Na Zaburi ya leo inasema Mungu tusiaibishwe na matumaini yetu. Maana yake tusishindwe. Zaburi ya leo inaendelea kusema haya yote yatawezekana tukizishika amri zako. Jambo la 7. Hapo yamebaki mangapi? Jambo la 7 linasema imani iletayo ushindi itatuvusha salama katika dunia hii yenye mawimbi na dhoruba. Itakuvusha kama ilivyomvusha kipofu Bartimayo. Kipofu Bartimayo maskini akiwa anamuona Yesu anapita, kwa imani aliyonayo anasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu nipate kuona. Wanamsema, toka usimsumbue mheshimiwa. Yesu mwana wa Daudi uniokoe. Toka. Lakini Yesu alipoiona imani yake akasema, mleteni hapa. Raajabu. Hilo ulikumbuke daima. Wale waliokuwa wanamzuia ndio walienda kumwambia, mheshimiwa jipe moyo,
Bwana anakuhitaji. Walienda kwa gharama zao, walienda kwa nguvu zao na fedha zao kwenda kumwambia waliyemzuia, waliyemwekea vikwazo, ndio wanamwambia mheshimiwa anakuhitaji, jipe moyo uje. Tena kwa gharama zao wanampeleka. Na ndio maana nasema hata wewe, wanaokuwekea vikwazo watakuja wenyewe kuviondoa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumekutana na wengi wanaoharibiwa maisha, wanaotendewa mabaya ili ajira zao ziharibiwe, ili shughuli zao ziharibike, biashara yao iharibike, ndoa zao ziharibike, uchumba wao lakini hao neno linasema kwa imani ulio nayo utapata ushindi, na waliofikiri utakufa kwa njaa watakuja kuemea kwako jioni, saa imekaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndiyo imani iletayo ushindi, iliyoimbwa ikisema imani ile ile kamwe sitafanya nini? Imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu kamwe sitaiacha. Imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu kamwe sita. Turudie kwa ajili ya ninao waona wafungui mdomo wakati Mungu amewapa nafasi ya kupumua na kufungua mdomo. Sasa tutaimba wote, imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani aliyonipa Yesu kamwe sita. Umefanana kama Daudi anasema nitakusujudu na kukuabudu ili mradi niko hai. Kwa hiyo ukipata kafursa ka kuimba, imba, maana ni kafursa. Kuna miaka itapita kabla ya kufufuka, tukiwa kaburini hata ujui kinachoendelea ulioko monoro wakanya kaliu oya zina na bonaba kuzina gamba kila abekwa ya sawa mbazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika imani hii inayoleta ushindi, tunaona kwamba tunahitaji ushindi wa imani katikati ya magonjwa. Muda hautoshi, ningewaambia jinsi tulivyofufuka kutoka kifo kwa njia ya corona. Sisi ni kama tuliofia kwamba tungeisha 2020, lakini kwa nguvu za Mungu ni kama tumefufuka kutoka kwa wafu, kwa hofu tuliyokuwa nayo. Tunapenda imani ituvushe katikati ya huzuni za misiba. Na misiba ipo, lakini kuna inayotisha zaidi. Kuna kijana mmoja mwaka 2017 alikuwa ameshinda vizuri kwenye shule ya Karagwe Sekondari. Alikuwa na A7 ambayo anasema huyu ana point 7, division 1, ushindi wa point 7. Siku matokeo yanatoka ndipo yuma anazikwa. Hawa wanahitaji imani ya kuwavusha katika waliosoma naye, walimu wake, wazazi wake, ndio wanahitaji imani iwaletee ushindi wa kuvuka salama wakiwa na tumaini mambo ya kifo. Dar es Salaam hapa miaka 4 iliyopita, sherehe harusi imefungwa vizuri na ndoa imefungwa vizuri. Wameenda kwenye ukumbi, watu wanajiandaa kwa ajili ya sherehe. Taarifa zinakuja zinasema bwana harusi ameshafariki. Hapo ndipo tunasema kweli tunahitaji imani ituvushe salama. Hii ndiyo imani inayobidi ituvushe salama dhidi ya wasiojali wenzao wanaotaka kuwaangamiza, kama mama mmoja. Pengine nisema huo mfano tu. Kama mama mmoja ambaye alikuwa hapendi mtoto wa kambo ale. Ni kama anasema kama anakufa kwa njaa afe. Anapendelea wa kwake tu ndio wale. Kumbe kwa upendeleo huo chakula anachowapelekea Theodani ilikuwa ikidondoka ndani ya chakula kile. Kumbe anawapa sumu na yeye anakula sumu, wakafa. Katoto kalikofikiriwa ndiko kafe, ndiko kanaongoza familia hii leo. Ushindi ni kama yule mtoto alikuwa anaimba akisema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata kama napigwa vita na mama wa kambo, nitavuka salama. Ni kama katoto kale kalikuwa kakiimba Zaburi, Zaburi ya 125.
wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika bali wakaa milele. Hata kama mama huyu ananinyima chakula, lakini sitayumba. Kama Mungu anavyoizunguka Yerusalemu, ndivyo anavyowazunguka wanaotengwa na kunyimwa chakula. Kumbe saa ilikuwa imefika. Sasa ndiko kamiliki ka mashamba yale na nyumba, ndiko kanapita kanadunda, kanamwabudu Mungu na kumtumikia mpaka leo. Imani iletayo ushindi ni imani inayozaa matunda mema. Wagalatia 5:22-23. Matunda ya Roho Mtakatifu. Upendo. Tunda la Roho Mtakatifu. Na upendo unaleta ushindi. Na wewe unasema upendo ule ule. Upendo ule wa kwanza. Upendo alionipa Yesu kamwe sitauacha. Upendo ule ule. Upendo ule wa kwanza. Upendo alionipa Yesu kamwe sitauacha. Anaendelea ni furaha. Na wimbo unasema ni furaha katika Yesu Bwana. Ni furaha. Ni furaha katika Yesu Bwana. Ni furaha. Anaendelea anasema ni amani. Anaendelea anasema ni fadhili. Hapo weka kituo. Fadhili maana yake uwe na moyo wa kujitoa na kutoa, kufadhili kanisa, kufadhili watu, kufadhili wahitaji, kufadhili, kuwa mtu wa kufadhili. Hata leo tuna shughuli ya ujenzi. Itajengwa na wafadhili wenye moyo wa kufadhili kwa ajili ya Yesu Kristo, maana wamefadhiliwa vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika kufadhili tunapata maajabu. Luka 7:1-5. Kamanda wa Kirumi, mfanyakazi wake aliugua. Wakapeleka ombi aweze kutibiwa. Walipokuwa wakipeleka ombi kwa ajili ya tiba, waliopeleka maombi nafikiri walikuwa ni wahudumu au wahudumu wa jumuiya au wa kijiji. Wakasema, Bwana, umsaidie huyu askari, mfanyakazi wake apone, maana huwa anachangia ujenzi wa sinagogi, maana huwa anachangia ujenzi wa kanisa, maana huwa anasaidia wahitaji, maana huwa analijali kanisa. Kumbe kuna baraka za kufadhili watu mbalimbali, lakini pamoja kwa shughuli ya leo, ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo niwaombe kila mmoja wenu kwa neno hili amzalie Mungu matunda. Hautapata hasara bali utapata faida. Na wimbo tulio nao wa mwisho ni wa ajabu, unahimiza kuzaa matunda mema. Zaeni matunda mema, zaeni yetunda yale, zaeni yenye baraka, zaeni Bwana akiyapokea yatabarikiwa. Zaeni matunda mema, zaeni la mwisho nitabaraza hayo. Imani iletayo ushindi ituepushe na mafundisho potoshi. Yamesababisha vifo, mifano ni mingi. Na wapo wanaojiita Yesu wa karne hii. Na Mathayo 24:24 Yesu alishatabiri akasema siku za mwisho yatakuja Kristo, yatakuja Yesu, yatatenda miujiza, mahali pengine wamesema mazingaombwe, ili kuwapotosha wateule wa Mungu. Mafundisho ya uongo yameharibu ndoa, yamezuia wengine wasiende hospitalini, yamezuia wengine wasisome shuleni, yamezuia wengine wasifanye kazi. Huu umekuwa ni upotoshaji. Pale Bukoba tuna mmoja ambaye ameguswa na haya mawili ya upotoshaji. Alikuwa apeleki watoto shuleni,
anasema wanafuata wizara ya mbinguni. Serikali ikamfunga kwa mwaka mmoja, tayari madhara ya upotoshaji. Baadaye amerudi, ameugua, hakutaka kwenda hospitalini, eti ni maombi tu. Kumbe Mungu anaruhusu vyote, maombi na dawa, maombi na hospitali. Akafa. Huyu si mfia dini, bali ni mfia uongo. Wengine sasa hivi mishahara yao wanaipeleka kwa mtume. Ni kama hapa, kama mchungaji Titus Bakenga angekuwa ni mpotoshaji, angekuwa alishawaambia zamani, mishahara yenu mwe mnakabidhi yeye, anawagawia, anawapangia mle nini mnywe nini. Kwa hiyo wale wanaopotoshwa wanapangiwa leo ule ugali kwa dagaa. Hela haipo, imeenda kufanya umisionari. Leo ufunge usile, maana na Biblia inasema mkafunge kwa siku kama 3-4. Wao hao wanaenda kuomba hata ruhusa ya kwenda Mwanza au Dodoma. Wanaambiwa mwaka huu usiende, utaenda miaka 2 ijayo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na Yesu amesema jihadharini na manabii wa uongo. Kila kitu kwa kiasi. Hata kuamini usipitilize. Ndio maana inabidi uwe katikati ya imani kubwa na imani ndogo kama punje ya haradali. Usiwe chini ya punje ya haradali ukakosa imani kabisa. Na usivuke imani kubwa ukawa na imani kali ya kujiua na kuua. Maana kuna imani kubwa na imani kali. Yesu anachotambua ni imani kubwa. Imani yako ni kubwa. Iwe kama aseme imani yako ni kali. Kali inakufanana na ndizi kali. Unajua na ndizi kuna ndizi kali. Usiwe ndizi kali. Uwe ndizi, usiwe ndizi kali. Uwe na imani, usiwe na imani kali. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo kuna imani kubwa, alafu kuna na imani ndogo kama punje ya haradali. Sasa usiwe chini ya punje ya haradali na usiwe zaidi ya imani kubwa. Ni kuwa na kiasi. Na anayeomba awe na kiasi, ifike hatua fulani amalize, aende kutafuta. Ifike hatua fulani anayetafuta aombe. Ifike hatua fulani anayeomba aende kubisha hodi. Anayelima asilime akamaliza siku 2 yupo analima, akumbuke kuna kupikia watoto. Anayepika naye asipike muda wote kama kwamba maisha ni kupika. Ifikie hatua fulani aache. Anayeimba, ndio maana na kwaya unaona zinaimba alafu zinaacha. Haziimbi masaa 2, maana zikichukua masaa 2 zitaambiwa nyie punguza acha, tumeshawasikia. Na katika kiaya wanasema omuhoi murungyanga kuzinage norinya ya rugo murubuga bakiamwenda. Anayehubiri naye ifike hatua fulani amalize, naye anaenda umaranta ikara omba. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen.